Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wafuasi na wapenzi wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ningependa kwanza baada ya kumhimidi Allah na kumtakia rehema kiongozi wetu, kipenzi chetu, mbora wa viumbe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na masahaba na wote waliofuata imani alioifundisha, kwa usia kumcha Mwenyezi Mungu. Tumcheni Mwenyezi Mungu tukijua kwamba hakuna kufanikiwa kwa Uislamu, hakuna kufanikiwa kwa mtu yote bila kumcha Mwenyezi Mungu. Wenye kumcha Mwenyezi Mungu ndio wenye kufaulu, kama Qur'ani ilivyosema, A'udhu billahi minash shaitani rajim, inna lilmuttaqina mafaza. Waislamu, nitumie fursa hii kwa siku hii ya leo ambayo ni siku ya adhim, siku ya Eid, siku ambayo imekuja mara tu baada ya kumaliza ibada tukufu ya funga. Ni siku kubwa. Hotuba yangu itazungumzia ugonjwa unaitwa ukimo. Ugonjwa unaitwa ukimo, sio ukimwi, ukimo, ikiwa na maana ukosefu wa kinga moyoni. Ukosefu wa kinga moyoni, hii itakuwa ndio maudhui ya khutba. Waislamu, wataalamu duniani wamekuwa wakifanya juhudi kubwa sana kukinga na kutibu ugonjwa wa corona ambao umedumu kwa takriban miaka zaidi ya 2, na hatimaye wakaja na chanjo zinazosadikiwa zitazuia maambukizi, na hata kitokea athari zake zitakuwa tofauti na ambaye hajachanja kabisa. Hata hivyo ndivyo maisha yalivyo. Kunapojitokeza tatizo kubwa ambalo litaathiri mfumo wa maisha ya mwanadamu, wataalamu wa afya huja na chanjo kama vile chanjo ya surua, pepo punda, kensa ya kizazi na kadhalika, ili kuzuia kutokea kwa athari kubwa za baadaye. Katika Uislamu, kwa vile ni mfumo mzima wa maisha, Allah subhanahu ameweka utaratibu wa kuzuia na kutibu nyoyo za waumini, kuepusha na matatizo mazito ambayo yana uwezekano wa kuharibu shakhsia, utu, hadhi ya mtu, heshima na mustakbali wao, si tu hapa duniani bali hata akhira. Moja katika chanjo za kuzuia na kutibu nyoyo na nafsi za waumini ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambayo hupatikana kwa mwaka mara moja. Makusudio ya chanjo hii ni kuzuia ambaye hajapata na kutibu ugonjwa wa ukosefu wa kinga moyoni, kwa sababu ugonjwa huu ni hatari kwa maisha ya mwanadamu kuliko hata ugonjwa unaitwa corona. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni maarufu anasema, katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama. Pande hili likitengamaa, basi mwili mzima umetengamaa.
Pande hili likiharibika na mwili mzima umeharibika, na akataja akasema pande hilo ni moyo. Hivyo tafsiri yake ni kwamba ipo haja kubwa ya kutakasa moyo na nafsi ya mwanadamu, ili mwanadamu huyu abaki salama duniani na yaumul qiyama. Allah anasema katika Qur'an, qad aflaha man tazakka, hakika amefaulu yule mwenye kuitakasa nafsi. Na wataalamu Waislamu, wataalamu wa tabia za mwanadamu wanasema tabia yoyote ya mwanadamu inaweza kubadilika ndani ya siku 25 au 30. Basi kupitia funga Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia kupitisha mabadiliko ya kudumu ya tabia na kuzitakasa nyoyo zetu, nafsi zetu kupitia sharti na kanuni za kusihi funga. Hapa tutazitaja baadhi ya hizo kanuni, tujali ndio hizo itakuwa ndio chanjo za kutibu ugonjwa unaitwa nini? Ukimo, ukosefu wa kinga moyoni. Ya kwanza Waislamu ni kuchunga matumizi ya ulimi. Kuchunga matumizi ya ulimi. Ulimi Waislamu ni kiungo kidogo chenye uzito mdogo katika mwili wa mwanadamu, lakini faida yake, athari zake hazina mfano. Ulimi ndio kiungo cha kwanza kinachodhihirisha Uislamu wa mtu pale anapotamka shahada, lakini pia pale kiungo hichi kinaweza kikamtoa mtu katika Uislamu pale anapoukana Uislamu. Ulimi ndio unaweza kujenga mapenzi, kujenga uadui baina ya watu ikiwa watu hawatuchunga ndimi. Yupo tayari kuandika, kwa maana kwamba akitamka maneno mazuri kuna malaika ambaye ataandika mazuri, na ikiwa atatamka mabaya basi malaika yule ataandika mabaya. Kutokana na umuhimu huo, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, yoyote atakayenidhamini wa kile kilichopo baina ya taya zake mbili, yani ulimi, na kile kilichopo baina ya mapaja yake mawili, yani utupu, yoyote atakayenidhamini kwamba atauhifadhi ulimi wake na atauhifadhi utupu wake, mimi namdhamini mtu huyo kwamba ataingia peponi. Hivyo funga imekuja kwa sharti ya kudhibiti ulimi, kujiepusha kusema maneno ya upuuzi, uongo, kusengenya, kufitinisha, kugombanisha watu. Na maksudi yake ni kwamba ni kudumisha mabadiliko haya ya tabia yaendelee kwa muda miezi 11 hadi kuingia Ramadhani nyingine. Hadithi maarufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayothibitisha hayo ni ile inosema, man lam yada qawla zura wal amala bihi falaysa lillahi fi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharaba. Allah hana haja ya funga yule ambaye haachi kusema uongo na maneno machafu. Maksudi yake ni kuhakikisha tunajichunga sana katika matumizi ya ndimi zetu, sio tu kwa sababu ya kusiri kwa funga zetu, pia iwe ni mfumo wetu wa maisha baada ya Ramadhani. Kwa hiyo baada ya Ramadhani hatutamuona Muislamu eti aseme uongo, asengenye, afitinishe. Huyu itakuwa hakuipata hii kinga hii ya kuchunga matumizi ya ulimi. Ima kinga ya pili, kujifunza kudhibiti hasira na kujipamba na kusamehe. Narudia, kujifunza kudhibiti hasira kudhibiti na kujipamba na kitu kinachoitwa kusamehe. Moja katika mambo yanayowatesa watu wengi duniani ni hasira na kuhifadhi maudhi waliofanyiwa katika nyoyo zao. Imethibitika kwa mtu mwenye hasira maisha yake yanakuwa ni maisha ya visasi tu, na anakosa utulivu wa nafsi. Maamuzi yake mara nyingi humletea huzuni badala furaha. Katika kudhibiti hasira, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wameonyesha umuhimu wa kuzuia hasira zetu na namna bora ya kutibu nyoyo na viwiliwili vyetu
ni kuwasamehe waliotukosea, ili kudhibiti hasira. Basi kile unapokosea wewe, kile unapokosewa ni kumsamehe yule aliyekukosea. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, akitokezea mtu akakutukana au akakupiga hali yako umefunga, unatakiwa umwambie inni swaim, mimi nimefunga. Amekupiga, una uwezo wa kurudisha. Amekutukana na una uwezo wa kumrudishia kuliko yeye. Muislamu unatakiwa kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umwambie mimi nimefunga. Kwani mimi sijafunga? Mimi nimefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ujibu nini? Mimi nimefunga. Na hapa tuna kisa kimoja kifupi. Siku moja Saidina Ali radhiallahu anhu akiwa katika uwanja wa vita akapambana na kafiri, kwa bahati akamdondosha. Wakati Saidina Ali anajiandaa kumchoma upanga, yule kafiri akanyanyuka na akamtemea mate Saidina Ali usoni mwake. Saidina Ali basi yule upanga akautupa, akamwambia ondoka. Yule kafiri akashangaa, mbona? Akamuuliza, kwa nini ukuniwa? Ali akamjibu, pale mwanzo nilitaka kukuua kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini baada ya kumtemea mate nikapandwa na hasira. Hivyo kama ingetokea nikakuua, maana yake nimekuua kuridhisha hasira zangu badala ya Allah, na ndio maana nimekusamehe. Yule kafiri baada kusikia maneno yale, pale pale akatamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Kwa ujumla Waislamu, tabia ya kusamehe ni bora na humpa faraja na furaha Muislamu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an sura ya 2 aya 263, nasema qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha, yani kauli njema na kusamehe ni bora kuliko sadaka inofuatiwa na maudhi. Kutokana na ukweli huu, aliwahi kuulizwa rais mstaafu wa awamu ya pili Mzee Mwinyi, ni nini siri ya mafanikio yako ya kuwa na afya njema? Akajibu, moja, nafanya mazoezi sana tu, kila siku nafanya mazoezi asubuhi. Lakini pili, sina kawaida kuweka kinyongo kwenye moyo wangu, na msamehe kila anayenikosea. Mtu akiniudhi na msamehe, wala sieki kinyongo. Sasa jiulize wewe, una vinyongo vya watu wangapi? Kila alikosea, iko siku na mimi nitamlipizia kisasi. Mungu anasema khudhil afwa wa a'rid 'anil jahilin, samehe, puuzia. Mtu akikuudhi wewe mpuuzie, tumuone kama ni mwendazimu. Wasbi ala ma yaqulun wahajurhum hajiran jamila. Basi yasemekana Mzee Mwinyi kabla hajakuwa rais alipanga nyumba ya bwana mmoja. Sasa yule bwana akamtimua Mzee Mwinyi kwa ile nyumba. Mwisho wa siku Rais Mwinyi alipopata urais, yule bwana akateuliwa na Rais Mwinyi. Kwa nini? Ni kwa alimpa wadhifa mkubwa katika serikali yake. Kwa hivyo hakuwa na kinyunguna ya wewe si ulinitimua katika nyumba. Haya utakuta kwenye kitabu chake katika cha maisha yake, maisha ya rais mstaafu Rais Mwinyi. Chanjo ya tatu, Uislamu kujipamba na huruma na ukarimu. Hii tumejifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nadhani chanjo hii ikiwa imeingia vizuri, tukidumu nayo, tutakuwa Waislamu wenye amani, Waislamu wacha Mungu, tutakuwa wapenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maksudio ya malezi na tiba ya chanjo Ramadhani inawafanya watu wawe wakarimu na huruma na wenye inacho kuwasaidia wanyonge na hata wale ambao hawana kikubwa, lakini kukubali kugawana na wenzi wao kidogo kidogo, ni kuendeleza mema haya katika miezi 11 inayokuja. Kupitia Ramadhani, Waislamu matajiri ambao hawajawahi kujua maana ya njaa wanaonja ladha ya njaa kama maskini wengine, ili nyoyo zao zitambue kuwa wenye mahitaji
wakiwashtakia shida zao wajue maana ya shida na njaa ni nini. Siku moja bwana mmoja aliharibikiwa na gari, yuko porini amechanganyikiwa, ikapita gari nyingine, akasimamisha yule dereva akamsaidia kutengeneza gari yake. Kwa hivyo huyu bwana siku yoyote gari yake kimharibikia, akiharibikiwa na mtu mwingine na gari na yeye ana gari, atafanya nini? Atamsaidia, kwa sababu tatizo la kuharibikiwa na gari msituni yeye analijua. Na katika hotuba ya kuaga wazee wa Dar es Salaam, Mwalimu Nyerere alieleza juhudi za Waislamu na jinsi walivyomuunga mkono katika kutafuta uhuru wa Tanganyika katika kipindi kile. Katika hotuba ile Mwalimu Nyerere anataja alivyoumwa na kichwa. Basi baada ya kuumwa na kichwa akaomba dawa Spiro. Wazee wale wakiwa Bagamoyo walimwambia avute subira. Akamwambia subiria mwalimu, subiria hadi jioni. Basi ikabidi afanye hivyo, na ilipofika Mari Mwalimu Nyerere akaftari pamoja na Waislamu au akapata mlo. Basi baada ya kupata mlo ule Omari akaulizwa, vipi, bado kichwa kinakuuma? Yeye akajibu, kimepoa. Hapana, nimeshapoa. Kumbe ni kwa sababu alishiriki kwenye funga ya Waislamu, akajizuia kula, kunywa, akaonja ladha ya shida na dhiki ya njaa wanaokuwa nayo watu wa maskini. Kwa hivyo ukiwa na njaa mwezi mzima, ile nguvu zinakuishia, hili kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa shida ile wewe ulionacho miezi 11 utawahurumia nani? Maskini. Kumbe adha hii maskini miezi 11 ndio anahudumu nayo, lazima na wewe huruma ile utakuwa nayo. Hivyo inakusudiwa chanjo hii kuzipoza na kuziandaa nyoyo kuwa wanapole, tuwe na huruma, tuwe na upendo kwa miezi mingine 11. Tunatarajia kwamba Waislamu wote waliofunga Ramadhani miezi 11 tutakuwa ni wenye huruma ya hali ya juu, tutakuwa wapole, tutakuwa na ukarimu kwa wengine. Tunaelezwa kuwa upole wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani ulikuwa hauna mfano. Kwa hivyo miezi 11 yeye ilikuwa ndo anafuatisha ile chanjo aliyoipata. Pia chanjo nyingine Waislamu ni kujifunza matumizi sahihi ya wakati. Ujio wa Ramadhani umekuja kutufunza matumizi sahihi ya kujali muda. Kuna muda maalum wa kufuturu na muda maalum wa kula daku, ambapo kila mmoja anajichunga vilivyo asichupe mipaka ndani ya wakati huo. Watu wako makini kuanzia tarehe mosi Ramadhani hadi mwezi umeandama siku ya Idi. Watu wanatumia vizuri muda wao kwa kusoma Qur'an. Watu wana simu zao wanasoma Qur'an, wana tasbih zile, walitajiradi mbalimbali, na wengi hawatumii muda wao kwenye mambo ya kipuuzi. Funzo kubwa ni kwamba miongoni mwa mambo muhimu ya kuyachunga sana kwenye maisha ya mwanadamu ni muda. Matumizi sahihi ya muda ndiyo yanaamua kiwango cha mafanikio cha mtu. Tuendelee kujibidisha kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu nje ya Ramadhani kama tulivyofanya ndani ya Ramadhani. Waislamu, kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani hakumaanishi sasa tujimwage kwenye mambo ya kipuuzi, huku tukaacha umri wetu unakwenda ovyo ovyo. Tunapasa kuzihesabu nafsi zetu kabla ya kuhesabiwa siku ya Kiyama. Nimalizie hotuba yangu ya kwanza. Chanjo ya 5 ya ukimwi ni kujikurubisha kwa Allah kupitia visimamo vya usiku. Hikma juu ya msitizo wa kula daku Waislamu ni malezi ya kiimani. Kwa wale ambao hawajawahi kuamka usiku, basi waamke. Yaani miezi yote wewe hujawahi kuamka saa 8, lakini Ramadhani unaamka saa 8 wewe na mke wako na watoto wako kwa ajili ya kula daku. Lengo kubwa ni kufikia hatua ya kuzoea kuamka usiku ili wapate za kisimamo cha usiku. Yapo maelezo mengi maarufu yanaonyesha kuwa utukufu wa mwanadamu kiimani unapatikana katika kupitia visimamo vya usiku. Yaani ili ufanikiwe wewe katika maisha yako, katika harakati zako za kimaisha, simama usiku. Ukiangalia sura ya mwanzo, sura ya pili na sura ya 3, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa kumil laila illa qalila. Simama kesha usiku kucha
ila kidogo tu. Hakika kuamka usiku kunawafikiana zaidi na moyo na maneno yatua zaidi. Ukitaka jambo lolote lile wewe la mafanikio, basi ni kusimama usiku na kuswali sala ya tahajjud na sala ya witri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokelewa kutoka kwa Abu Yusuf Abdullah bin Salam, anasema enyi watu, enezeni amani, yani toleaneni salamu, lisheni chakula, yani walisheni maskini, ungeni udugu na jamaa zenu mnahusiana nao, na swalini wakati watu wamelala. Mkifanya mambo hayo mtaingia peponi kwa amani. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah alazim li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد. Waislamu, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine na kumtakia rehema na kusema tena kwa mara nyingine tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani ndio kufanikiwa kwetu kunapatikana katika kumcha Mwenyezi Mungu. Waislamu, khutba ya kwanza tumeona jinsi ambavyo ujio wa chanjo ya Ramadhani inochomwa kwa siku 29 au 30 mfululizo inakusudia kumweka salama Muislamu nje ya Ramadhani ili abaki ndani ya ucha Mungu. Tumechomwa chanjo ile siku 30 tukitaraji kwamba ugonjwa unaitwa ukimwi hautopatikane tena katika miezi 11. Waislamu, hotuba hii ya pili niongee machache tu. Hali ya nchi, hali ya nchi. Kuna vita vya mwanzo vya Waislamu, vita vya Badri. Vita vile ambavyo idadi yake Waislamu walikuwa ni 300 na kitu. Sasa watu wale 300 na kitu wale, ima 10 na ngapi, wengine wanasema hamna idadi sahihi kuhusu 10 na ngapi. Idadi ile Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa nayo moyoni, wale watu walikuwa anawajua. Anapotokezea sahaba mmoja yeyote katika wale watu wa Badri, alikuwa anasema wale msiwaguse, wamefanya jambo kubwa. Tuko pamoja? Mimi kwa upande wangu nadhani hata nyinyi mtaniwafiki, kitendo kilichofanywa na rais wa awamu ya 6 cha kuachia mashehe zetu ambao sote au wengi tunatarajia wale mashehe wataozeana jela, ni kitendo ambacho tunatakiwa tumpongeze na kumshukuru. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, pia tumpongeze rais wetu Mama Samia na kwa kitendo hichi ambacho rais amekifanya kwa ndugu zetu kina Sheikh Mselem, Sheikh Faridi, hichi na ule Uislamu wake wa mfano kudhihirisha Uislamu wake kuvaa hijabu, amepata upinzani mkubwa. Upinzani mwingine tunausikia, tunauona, na kuna upinzani mwingine hatuuoni, lakini tunasema upinzani anaopata rais wetu, Rais Samia. Na sio yeye tu, kawaida nchi hii kila anapotawala rais Muislamu basi hupata upinzani. Lakini kitendo cha kuachia mashehe na uvaaji wa hijabu na baadhi ya mambo anayofanya ambayo ni mazuri,
basi upinzani umekuwa ni mkubwa ndani ya chama chake na nje ya chama. Lakini ule upinzani sasa ndani ya chama chake umekuwa ni mkubwa, ambapo walitakiwa wale wafuasi wa chama chake wamuunge mkono 100%. Kwa sababu ya vitendo hivi, Uislamu wake na kuachia mashehe, upinzani umekuwa ni mkubwa. Leo tunawaona polepole Gwajima na hivi sasa kajitokeza bwana mmoja anaitwa Dr. Slaa. Nadhani wengi mnamjua. Wakati wa Magufuli alikuwa hatujai kumsikia Dr. Slaa akiongea, lakini hivi majuzi amekuwa anaongea tu, mpaka anasema katika anapojua yeye watu ambao ni wakubwa, watu dini, anawasifu watu wawili tu. Amemsifu Rais Magufuli na mmoja nimemsahau. Ameacha kumsifu rais ambaye anaongoza hivi sasa. Lakini mengi tu amekuwa wakiyasema na kukosoa wazi wazi, watu wote wamesikia. Ni waombe Waislamu, mimbari hii mimi sijawahi kumsifia rais yoyote, kumwombea dua rais yote zaidi ya huyu rais tulionaye hivi sasa, kutokana kile kitendo alichokifanya. Na unamwona sana juhudi sasa ya kutaka Watanzania wapate maendeleo, lakini kuna watu wanakwamisha. Sisi Waislamu ni ndugu, innamal mu'minuna ikhwa, Waislamu wote ni ndugu. Basi anapojitokeza Muislamu tunatakiwa tumuunge mkono pale, maadamu hajamuasi Mwenyezi Mungu. Hilo nasaha yangu, na tusibebeshwe tu. Watu kasikia watu mitaani wanasema, kwenye vyombo vya habari vinasema, na wewe Muislamu ukaingia mzima. Ujue kwamba huyu ni Muislamu wenzetu, tunatakiwa tumuhami kwa njia ya mdomo, hata kwa njia ya vitendo. Nadhani nitakuwa hilo nimeeleweka. Kuna zoezi linakuja hivi karibuni la sensa, basi Waislamu, tamko letu Waislamu wote tushiriki kwenye zoezi la sensa. Jambo la pili ningalipenda ni kwa muda huu ni watangazie kwamba kutakuwa na baraza la Idi leo hii kuanzia saa 8 hadi saa 11. Mashehe mbalimbali watakuwepo pale, ikiwemo Sheikh Mselem, Sheikh Faridi, Sheikh Shabani Omari na Sheikh Ponda. Kwa hivyo tunaomba tufike pale. Na mwisho nimalizie, leo ni siku ya Idi, ni siku ya furaha. Furaha hii idumu hivi sasa hadi usiku. Kwa hivyo tusherekee sisi na familia zetu bila kumwasi Mwenyezi Mungu. Tusiende pia katika sehemu ambazo panaasiwa Mwenyezi Mungu. Haya mavazi mlovaa hivi sasa mhudumu nayo mpaka muda wa kulala ndio muyavue. Watu wote inapendeza mvae kanzu, wenye fimbo watembee na fimbo na kanzu, wenye vilemba basi wavae na vilemba, wenye kofia, ili wajue kwamba leo ni sikukuu ya Uislamu. Tunaomba Mwenyezi Mungu atudumishe na afya, atupe uzima, atuondoshe magonjwa, awaangamize wale ambao wanazimia kwamba nchi yetu isitawalike. Wote ambao wanataka nchi yetu isitawalike, basi Mwenyezi Mungu awashughulikie. Tunamwombea dua rais wetu Mama Samia, ampe uadilifu, ahukumu bila ya upendeleo, afanye yeye na wasaidizi wake na watendaji wa serikali ya Jamhuri ya Tanzania, na amkingi na shari za maadui zake. Atusamehe sisi na Waislamu wote, atupe mapenzi kama vile aliotupa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, atupe huruma kati yetu, atondoshe chuki na bugdha kati yetu, atondoshe vinyongo kati yetu, atupe mapenzi kati ya sisi na wake zetu na familia zetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din. Allahumma ansurna ala man zalamana wa ansurna ala man bagha alayna. Allahumma shfina mardhal muslimin, Allahumma shfina mardhal muslimin, Allahumma irfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal munkar wal jadba wal harba wal qahfa wat ta'na wat ta'un wal fitna ma dhahara minha ma batan
min baladina hadha khassa wa min buldani muslimina mal Qur'an innaka ala kulli shay'in qadir wa sallallahu ala Muhammad wa